Karibuni tena tutafakari juu ya maagano ya damu, na ujumbe wetu wa leo unasema maagano ya damu na mizimu ya mababu ni maagano ya kipepo. Mapepo yana tabia ya kuvaa utu wa mtu aliye hai au aliyekwisha kufariki kuhadaa watu. Jamii mbalimbali hapa Tanzania zinajihusisha na maagano ya damu na mizimu ya mababu. Maagano haya yamekuwa yakifanywa na vizazi hata vizazi tangu miaka mingi sana. Sasa watu wanaamini kuwa mababu waliokwisha kufariki bado wapo hai na wapo karibu sana na sisi, lakini wao wakiwa katika roho na sisi tukiwa katika mwili. Wanapofariki hudhaniwa kuwa wanachukua majukumu mapya ya kulinda, kuongoza, kufanikisha, kuelekeza na kuadhibu wale waliobaki duniani. Kwa maana hiyo, kwa wale wanaoamini katika ushawishi wa mizimu, ili mtu aweze kufanikisha jambo fulani, ni lazima kuwashirikisha hao mizimu kwa sadaka ya kumwaga damu ya mnyama. Vilevile, mambo yanapokwama au ikiwa kama kuna matatizo, mfano magonjwa au mkwamo fulani katika maisha, au panapokuwa na ustawi, vyote vinahusishwa na maamuzi ya mizimu kwamba wamechukia au wamefurahi. Kwa maana hiyo, mizimu inafanyiwa matambiko ya damu kama kuwabembeleza au kuwashukuru. Damu ya mnyama na hata katika maeneo mengine damu za watu humwagwa ardhini ili kujiunganisha na ulimwengu wa kiroho, kuomba msamaha au kushukuru. Lakini hebu tujiulize, je, ni kweli kwamba mizimu ya mababu inahitaji kubembelezwa au kushukuriwa kwa maagano ya damu? Jibu ni hapana. Kwanza tujue, mwenye kuadhibu na kurehemu ni Mungu peke yake. Na pili, mababu hawa hawakuhitaji damu wakiwa hai. Sasa iweje baada ya kufariki waanze kuwa na kiu ya damu na kuitaka kwa njia ya maagano ya damu, tena kwa lazima? Na tatu, watu waliokufa ijapo wapo hai kwa Mungu, lakini wao wamekwisha kupita hatua ya ulimwengu huu, yaani kwa Kiingereza tunasema dimension nyingine. Kwa hiyo wamepita dimension ya ulimwengu wa kimwili na kuingia hatua nyingine ya ulimwengu wa kiroho isiyokuwa na uhusiano wowote na hatua iliyopita. Hata Biblia inasema hivi, maana walio hai hujua ya kwamba watakufa. Yaani watu walio hai hujua kwamba watakufa, lakini watu waliofariki au waliokwisha kufa hawajui chochote. Hawana tuzo tena, hata kumbukumbu lao limesahauliwa kabisa. Upendo wao, chuki zao na tamaa zao vyote vimetoweka pamoja nao, na wala hawatashiriki chochote hapa duniani. Hii tunaisoma katika Mhubiri 9 mstari wa 5 mpaka wa 6. Sasa basi, unaweza kuuliza, iweje mtu anaweza kumwona aliyekufa akimtokea katika ndoto na kudai kufanyiwa tambiko, na isipofanywa madhara hutokea, na akifanyiwa tambiko, hasa tambiko la damu, mambo yananyooka? Jambo hili linahitaji ufafanuzi wa kina na mrefu, lakini kwa kifupi utaona kwamba hao waliokufa na kurudi
au kudai jambo fulani wana tabia ya kimamlaka, tabia ya shurutisho na pia matisho. Maana yake ni kama wanadai ukubwa kwa nguvu na sio kwa upendo. Lakini hawa ndio tunaona kwamba walikuwa ni wapendwa wetu. Sasa hapo utaona hakuna upendo wowote. Wanakuja katika tabia ya kimamlaka, tabia ya kushurutisha na tabia ya kutishia kwamba usipofanya hiki unaadhibiwa. Kwa mfano, utakuta mtu alikuwa mwema na mpole sana. Sasa iweje akifariki anakuwa jeuri na mkatili wa kudai na kuadhibu? Ijapo panahitajika maelezo marefu na ya kina, lakini kwa leo itoshe kusema tu kuwa hao wanaorudi kwa njia ya ndoto sio wale ndugu waliokuwepo awali. Watu wengi wanaota ndoto wanasema, mama yangu amenitokea, babu yangu amenitokea, bibi yangu amenitokea na vitu kama hivyo. Lakini tuangalie wametokea katika hali gani? Manake hao wanaodai kurudi kwa njia hizo sio wale ndugu waliokuwepo awali. Mapepo yana tabia ya kuvaa utu wa mtu na kutenda katika kivuli cha walio hai au waliokufa ili waweze kuwasiliana, yani wapate ile tunaita kwa Kiingereza connection na walio hai. Maana mapepo ni roho zisizokuwa na mwili. Biblia inasema shetani au mapepo yana tabia ya kujigeuza ili yapate kudanganya. Kwa mfano, shetani alijigeuza na kuchukua umbo la nyoka ili aweze kumdanganya Eva pale bustanini Edeni. Pia tunasoma hivi katika Wakorinto, wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Hii inapatikana katika Wakorinto wa pili sura ya 11 mstari wa 14. Maana yake mapepo ndio wanaovaa kivuli cha wapendwa wetu waliokwisha kufariki ili waweze kutuhadaa kwamba ni wao wamerudi kudai kafara. Maadamu shetani anataka kufanana na Mungu na anatamani afanyiwe kafara ya damu, huchukua vivuli vya wale waliokwisha kufariki ili waweze kufanikisha tamaa yao ya kudai kutambikiwa. Shetani hafanikishi lolote jema, kwani hiyo sio sifa yake. Ndio maana utaona wale waliojiingiza katika mfumo wa kufanya maagano na mizimu ya mababu, siku zote maisha yao hayana amani wala furaha, kwani maagano hayo hufanywa si na mizimu ya mababu, bali ulimwengu wa maroho machafu. Vilevile utaona ya kuwa maagano yaliyofanywa kwa miaka mingi na hizi roho chafu kwa njia ya kumwaga damu, madhara yake ni makubwa na yanaendelea kuumiza vizazi na vizazi vinavyofuata. Maadamu mababu walifanya maagano hayo, unakuta kila kizazi kinachofuata kikilazimika kuendelea kufanya mabadiliko hayo, na sivyo kitaumizwa vibaya na ulimwengu wa maroho. Tena utaona wale waliobahatika kuto kujihusisha na matambiko hayo hawasumbuliwi wala maisha yao siyo ya taabu kama ya wale wanaohangaishwa na matambiko haya. Maagano haya mabaya huhitaji kufanywa mara kwa mara ili kuzifurahisha roho hizi chafu zilizojitwalia vivuli na nafasi ya roho za wapendwa wetu. Hii ni kinyume na utaratibu wa kimungu
ambapo tambiko la kumwaga damu alilolifanya kwa njia ya mwanaye Yesu Kristo lilifanyika mara moja tu, na hapahitajiki tambiko la namna nyingine yoyote ile. Vilevile, mwenye mamlaka na uhai ndiye mwenye nafasi ya kuutoa au kuutwaa, na huyu ni Mungu peke yake, na alikwisha kukataza yeyote asiuchezee uhai. Kwa maana hiyo, kila kinachokwenda kinyume na mipango au mpango wa Mungu hakina uhusiano wowote na Mungu, bali mapepo. Sasa ikiwa kama roho za mababu zipo kwa Mungu, basi haziwezi kwenda kinyume na mpango wa Mungu. Ikiwa kama hazipo kwa Mungu na kama zinafanya kinyume na mpango wa Mungu, basi ni sharti kuzikataa, kwa sababu hatushiriki mpango wowote wa ulimwengu wa giza. Lakini ni kwamba hizi roho zinazorudi kwa njia ya vivuli vya mizimu ya mababu sio roho zao wenyewe, bali ni mapepo yanatumia mwanya huo kujipenyeza na kufaidi kutumikiwa kwa njia ya makafara. Makafara na madhara ya makafara hayo, kama tulivyoona, yanapatilizwa kizazi hata kizazi. Hii ni kwa sababu ni maagano tena yaliyowekwa kwa njia ya uhai, yani kwa njia ya damu. Tuchukue kwa mfano wa shamba. Mtu akinunua shamba kwa mkataba maalum, shamba lile linakuwa mali yake na vizazi vyake, ikiwa kama mkataba ule hautabatilishwa au hautabadilishwa. Kwa maana hiyo, mikataba au maagano ya damu ya namna hii na mengineyo ya uovu inahitaji kubatilishwa kwa kuvunjwa na kuacha watoto wa Mungu wawe huru. Tofauti na kufanya hivyo, laana na mabalaa yataendelea kuumiza kizazi kimoja na kingine. Tutaendelea.